Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview na Siwa Kikala, moja kati ya wasanii waigizaji ambao wameshafanya makubwa mengi kwenye ukanda huu wa sanaa. Kwa sisi ambao tunaitazama tamthilia ya Kombolela tunafahamu kwa jina la Siwa Kikala. Wapo wengine ambao wanamfahamu kwa jina la Amina Vikoba na wengine watamfahamu kwa majina mengine kutokana na kazi ambazo wamekutana nazo. Leo Nyundo TV tunazungumza naye mambo kadha wa kadha kuhusiana na maisha sambamba na kazi yake. Tutumie jina gani? Siwa au Amina? Yote majina yangu. Lakini kuna mmoja unakuwa comfortable sana. Yaani mimi yote majina yangu kwa sababu Amina Vikoba, Amina ni jina langu halisi. Amina Vikoba ni kazi yangu. Tuna muda sio mrefu nitaiacha YouTube. Sawa, tuanze kwenye hiyo ambayo ni kazi yako. Kama Siwa Kikala, kuna Siwa TV sasa hivi. Mtu anaweza kujiuliza, Siwa TV imetokea wapi? Siwa TV ni channel yangu ya TV ambayo nitaweka kule kazi zangu za YouTube. Kule YouTube ndo nitaweka kazi zangu sasa. Nitaweka labda tamthilia, nitaweka kipindi kinaitwa Sio Poa. Sio Poa hicho kipindi. Hicho Sio Poa maana yake tunadili na vitu ambavyo jamii havipendi yani. Kwa tunafunzana kule. Ukiangalia huwezi kukosa kitu. Yaani utajifunza tu, chochote huwezi kukosa kuambulia. Maisha, mambo ya utafutaji, mambo ya mahusiano ama nini? Everything. English hiyo. Fundishaji ni nani? Ni mimi mwenyewe. Ni mimi mwenyewe na baadhi ya watu wengine watakuwa wanatoa maoni yao. Mtu ana jambo lake mtaani limetokea, ananifuata, ananipa maoni, mimi napita nalo sababu ili kuelimisha. Kwa mfano mtu kakufanyia kitu mtaani wewe ukipita nacho kikielimisha, yule mtu anakuwa anapata elimu, ujumbe unamfikia. Anaweza kama Mwajuma akamwambia simsikie kile akisikia, mimi nimemuelezea kaelewa, mpaka sio ile swala ametuelezea, hem tujirekebishe kwanza. Sababu mara ile iliyopita tulikuwa tunazungumzia wanaume vingasti wanaokaa tu bila kufanya kazi. Kuna wanaume wengine wanakaa wafanye kazi. Mwingine mdogo ila kazi anafanya. Kiumri maana yake. Kiumri. Kuna mwanaume mdogo lakini kazi anafanyaje? Anafanya. Kuna mwingine mkubwa kazi afanye. Na wengine wadogo ndo kabisa 6% kuwa wanakuwa watoto yani hawa. Wanapenda sana kuona sisi yani kama vile wanalenga kutoka mashangazi. Sawa, wanaume hawa wastaafu labda wakubwa kiumri na wenyewe tunawahitaji sasa. Wanaume wastaafu ambao wako nyumbani hawafanyi kazi. Mtu kistaafu lazima kuna kiinua mgongo utapewa. Kwa hiyo kile kiinua mgongo chako utakachopewa ndio ufanye biashara. Kama bado unajiona kufiti. Labda kama umezeeka kabisa. Ndio maana tunazungumza na vijana ambao wana nguvu lakini bado wako tu nyumbani wamekaa. Yaani mtu ana nguvu kabisa amekaa tu. Anaangalia tu TV, anafanyaje, mama anatafuta hela, anapeka tu shule. Wao wamekaa tu. Tena ndo kwanza namuuliza, "Ngefanya mpango kidogo hapo. Na 200 hapo nipe 300 hapo nitoke." Kweli ndugu yangu. Uliwaza nini ukaamua uje na Sio Poa? Kama ina kitu ndani yake hivi. Ina kitu. Ni fikra yangu, ni jambo ambalo nilikuwa kwa muda mrefu sana. Yaani mimi nilikuwa na malengo ya mbele sana. Na ili kuyafikia malengo ya mbele inabidi uache vitu vingi. Yaani inawezekana hata watu ambao tunaachana kwa sababu ya kufikia malengo yangu. Utafikaje malengo? Lazima kuna vitu viache ndio ufike malengo. Kuna vitu vigumu ila inabidi upambane ndio ufike malengo yako. Nimeona Sio Poa kwenye TikTok. Kwanza nikupongeze, ni moja kati ya video ya kwanza lakini imepata viewers wengi. Nimesoma comment moja badala nyingine. Comment moja huko TikTok huko? YouTube huko? TikTok mimi nasema una TikTok au una Siwa TV? Ipo Siwa TV, YouTube ipo. Sasa nikajua YouTube huko. Mimi nimeona TikTok sasa. Comment moja anasema hii Sio Poa au huyu mwanaume analala nyumbani, labda huyu anamsema mwanaume wake. Unakutana nayo? Hiyo lazima watasema hivyo lakini imeendana tu. Imekuwa kama vile imekuja kuendana lakini vipindi vipo ambapo vingine nishavishoot kabisa. Kwa hiyo sasa hivi naviachia tu na viko vingi. Kwa hiyo nazungumzia mada mbalimbali, sio mada tu lazima ya huyu mwanaume, ila watu watahisi kama inaendana, vina match kidogo, watahisi hivyo lakini haiko hivyo. Na wewe hujawa na wasiwasi labda watu watakusema vibaya kwa sababu umeachana na mtu, mwisho wa siku nileta Sio Poa mwanaume unakaa tu nyumbani. Watasema labda na maana huyu Amina Vikoba aliolewa na mwanaume ambaye kazi yake kushika remote sebuleni? Hapana. Ila wewe. Sio Poa hiyo umeika mwenyewe. Sio Poa ni kazi ambayo ni kipindi. Kwa hiyo vitazungumzwa vitu vingi. Leo tutazungumzia mwanaume, kesho tutazungumzia wanawake. Kwa hiyo wanawake wajipange, kesho wadada, mabinti. Yaani watu wajipange tu kwamba siku yote itakugusa Sio Poa. Kwa hiyo mnaposhangilia sasa hizi wanawake wanashangilia kwenye comment. Waambie hao. Lakini ifika muda nao pia tutazungumzia kuhusu wanaume. Nani wanaume nao wanawake nao watafikiwa kwamba tutazungumzia ya kwao. Na wao wengine nao watafurahi. Na wanaume nao watafurahi kwamba waambie hao dada. Kwa hiyo ndio hivyo, ila tu sio kwamba labda nimemgusa. Hapana. Sawa, tuzungumzie sasa hili jambo lenyewe hili la ndoa.
Interview ya mwisho ulikuwa umefanya kwenye Ramadhani Cup, kuna kauli moja ulikuwa umezungumza. Mimi bwana, mwanaume kama upendo umeisha, mimi wa nini nimkumbatie? Mimi naenda mbele tu. Watu walistuka, walisema hapa kuna kitu hapa. Kuanzia pale ulikuwa tayari umeshaanza kuwa single ama ilikuwa tangu lini? Kuanzia pale ilikuwa bado sijakuwa single rasmi, lakini ilikuwa yani kidogo kama maelewano yanakuwa sio mazuri. Unaona kabisa maelewano, unaona maelewano sio. Lakini kuna kama vile unachochea utambi wa kutengana. Si chochea utambi wa kwa nini sijui kutengana. Ni kuzungumza ukweli. Yani mimi napenda sana kuongea ukweli. Kitu ambacho kipo kwenye moyo wangu siwezi kuficha. Ndio nilivyoumbwa. Labda sijui ni ubaya, sijui ni uzuri, lakini mimi eti kitu kipo kwenye moyo nifiche. Siwezi kuficha. Naongea ukweli. Na mimi kiwa nimeongea kitu ni kweli. Wapo ambao wanasema kwamba Amina au Siwa ni mwanamke ambaye anatanga kwenye ndoa. Tunampenda mwanaume design gani? Yaani wewe kiu yako upate mwanaume ili utulie, labda awe ni mwanaume design gani hasa? Mimi natamani mwanaume ambaye atanipenda, atakuwa na upendo na mimi. Mwanaume yote akikupenda, hatojali kwamba wewe una kazi gani, unarudi saa ngapi, atapambana na kazi zako, atakusapoti, atajua mke wangu hii ni kazi yake. Umenielewa sijui? Lakini mtu akishakuwa na ubaishaji na kwa mtihani sana. Kwa hiyo mimi natamani sana mwanaume awe na upendo. Yaani upendo ndio kitu kikubwa kwangu ambacho nakitaka mwanaume awe nacho. Na mimi pia nimpende. Makianza akanipenda mimi akateseka. Nipenda mimi nateseka. Kama sijakupenda nateseka. Mateso ni makubwa mno. Unaweza kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye hujampenda? Siwezi. Siwezi. Mimi naingia kwenye ndoa na mtu ambaye nimempenda na moyo wangu umemridhia. Na nikikupenda utafurahi. Wewe ulijimaliza au unapita wewe? Nilimpendaga kipindi hicho cha historia. Sio kujimaliza, si mimi nimezungumza ya kwangu mimi, ila uwezi kuingia kwenye moyo wa mtu kufunua. Si unanielewa? Laiti ingekuwa tunaruhusiwa, Mwenyezi Mungu anatupa uwezo wa kuingia kwenye moyo wa mtu unaofunua, uwezi kutapika mengi. Unajua kumbe huyu ndo anavyonifikiria. Ndio maana mioyo yetu imewekwa yani imewekwa kama fumbo. Mungu atuweka fumbo ili tuchekeane. Inawezekana wewe unanichekea kinafiki mimi, lakini mimi sijui. Si unanielewa? Na kuchukua kama rafiki, sometimes nakuomba ushauri, kumbe ndio mtu mbaya wangu. Kwa hiyo Mungu ameweka ile fumbo, ameweka kujiziba ili watu wasije wakafika, yani ikatokea tu watu kila mtu akamzuru mwenzie. Sababu ukijua nataka kuja kuniua, si unamwai wewe? Kwa hiyo sikujua, mimi nimezungumza kutoka moyoni mwangu na nilimpenda kutoka moyoni mwangu na nikamzungumzia mema, kumbe sijui moyoni mwake anawaza nini yeye. Ndio dumu miaka mingapi? Mwaka mmoja. Akakubalikiwa kupata mtoto lakini. Mtoto kwa kweli hajatokea maeneo haya. Na imekuwa vizuri pia, namshukuru Mungu kwa hilo. Sababu mimi nilikuwa kabla kulala, naomba Mwenyezi Mungu na kuomba Mwenyezi Mungu, kama kuna nia yote mbaya uko mbele unaona itanikuta sio, naomba mimba isiingie. Mimba nimeizuia mimi mwenyewe. Mimi nikiwa na mtu namwambia Mungu kwenye hilo kwamba asiruhusu mimba kuingia ikiwa mtu ana nia mbaya na mimi. Si umenielewa? Na yeye alikuwa anaonesha labda ya kuhitaji mtoto, alikuwa hajaonesha hilo? Ameonyesha. Lazima aonyeshe. Lazima aonyeshe, anataka chata hapa. Unajua? Kama vile kuna namna fulani unaona anatembelea blandi ama wanaona nisemeje hii? Kwamba sio kutembelea blandi. Ni upendo na blandi ni blandi, haviingiliani. Umenielewa? Mtu anaweza kana upendo na wewe japokuwa hata kama kakuta na blandi yako. Umenielewa sijui? Sio kama kutembelea blandi. Kila mtu ana upendo wake, upendo upo. Na blandi pia ipo. Ila mnapokaa wawili mnajikuta hamja mechi na hamuelewani, hamwezi kuforce. Hamwezi kuforce, mnaweza mkauana. Kuna mwingine labda au huyo ambaye Mungu atakaye kupangia aje kuwa mumeo kwa mara nyingine, huenda akitazama hii video ajifunze nini, labda madhaifu ambayo alikuwa nayo mwenzake, ili asiyafanye mwisho wa siku ndoa yenu isije kufikia kama hapa ambapo imefikia hii. Yani kitu kikubwa cha kujifunza ni kuonyesha upendo, kusimama na ndoto zangu. Kwa sababu mimi kwenye ndoto zangu mimi naacha chochote nakiacha ili ndoto zangu zitimie. Ndio kwa wewe acha kuigiza wewe wala. Mimi naacha chochote ili ndoto zangu zifanye nini? Zitimie. Inategemea umeniambia niache kuigiza, umeniwekea misingi gani ambako unaniambia mimi niache kuigiza. Acha kuigiza, mke wangu utakuwa producer. Kweli umefanya hiki na kazi zangu zinaenda na kuona nafanya nini? Basi nasema sawa, mimi nitakuwa tunaingia kwenye kazi zangu mara moja au mtu anataka kwenye kazi yake sio sana. Sababu sasa tunaigiza, sasa tunaigiza yani ile tunakomaa. Lakini kitokea na mwenyewe unafanya kazi zako wewe unaigiza ile kawaida, yani kwamba mimi ni kitu ambacho napenda tu. Tukikidogo kwa hiyo nitamwangalia yeye atajipangaje, kwangu amepanga nini, kiangu fanya hiki na wewe mwenyewe pia ka support hili na hili, basi tunajipanga. Maisha ni kupangana na kuelewana.
Unanielewa sijui? Inawezekana yani inawezekana kuna style ambayo labda mwanaume wangu wa nyuma ambaye niliachana naye haliingia kwa vibaya. Labda katokea mwanaume nikampata mwingine akaingia vizuri na tukaelewana vizuri. Maisha yanaenda. Yeye huyo mlioachana sasa hivi alikuwa hataki uigize? Hapana, hakuniambia kwamba nisiigize. Ilikuwa nini? Tunaweza kataka muigize lakini katokea tu kuna vitu mnakosa kuelewana. Hatujaelewana tu katika mapenzi. Mambo ni mengi. Mapenzi na mambo mengi. Yaani nyinyi mkituozesha pale mkiondoka mimi na tuacha huku. Tunafunga milango. Una interview moja ushia kusema kwamba ni mtu ambaye mlikuwa mnafahamiana naye muda mrefu lakini. Ni kweli. Kwa nini sasa mjamjelewana? Tumefahamiana miaka mingi. Wakati tunafahamiana kipindi hicho tulikuwa bado wadogo. Sio kwamba watoto sana, tulikuwa bado wadogo. Sababu alikuwa ni rafiki wa kakaangu. Kwa hiyo tulikuwa bado wadogo. Anakuja pale nyumbani na blaza wanaenda shule nini, umeona. Kwa hiyo baadaye hapo katikati ikabidi aende kutafuta maisha South Africa. Kwa hiyo inawezekana pale kwenye kutafuta maisha unakutana na vitu vingi, unabadilika tabia. Yaani unajua unaona mimi hapa naigiza. Kuna mtu mwingine akawa muigizaji, lakini kabla hajakuwa muigizaji vile hajaanza kuonekana kwenye jamii, kuna tabia ambayo anayo. Yuko vizuri na tabia nzuri tu. Akishaanza kuwa tu muigizaji sasa, vile watu akienda kwenye baa wanampeletea bia za bure, anaanza kuwa mlevi, anabadilika. Umenielewa sijui? Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia ambazo labda alikuwa nazo zamani nilimuona yuko sawa tu, mpole kaka, mstaarabu, tunaenda sawa. Baadaye hivyo na kutembea labda huko nchi mbalimbali, akaja nilikuta kuna tabia yake na yangu, kilo kiweka high match. Kwa hiyo usipoteze muda kwenye hiyo sehemu. Na mimi kitu kikubwa napenda furaha. Yaani mimi kama hujanipa furaha, yaani hata mwanaume anataka kuja kwangu sasa ajifunze kuniletea furaha. Mimi mambo ya balabala siwezi. Yaani mimi naigiza balaa, nafanya vurugu kwenye uigizaji, fujo, lakini fujo zije ndani kwangu. Siwezi. Nikafanya fujo kule kwa mzee Kala, tupigane kule, tulete balaa lote. Mwisho wa siku nikifika nyumbani nataka nipoe. Simuona kwangu umekuja umepoa, umesikia kelele huko. Hamna muziki, hamna singeli. Tafuta nyumba mbali, unakaa unatulia, akili yako inatakiwa ipoe, ufikirie script. Bosi Abdul atume script yake hapo uisome, ujue hapa naisomaje na chezaje hii kazi. Sio tena nimetoka kule script na niwalua, niwe kichaa, wage. Nifike nyumbani tena huko naleta wage wengine. Jamani. Mimi tena nitakuwa mtu jamani. Kuna time mwenyewe unapataga maumivu ama vidole watu wanakuonyesha kwa ubaya huko kusema labda au uwazi lolote labda naolewa leo na chika ndoa nyingi hivi. Mimi si wazi chochote. Ni maisha. Inatokea. Ile ni riski ambayo nilipata, ilikuja, sikuitaka, sikuiomba. Mungu tu aliniletea, sikuvunja nazi. Umeelewa baba? Sikuenda njia panda mimi kuweka sijui chungu kufunika ili nioleweka. Unanielewa? Mimi napiga dua zangu, naona kijana kaja kasogea. Umeona? Tumefunga ndoa. Wenyewe kwa ghafla kama chafya. Lakini ndio imefungika. Watu waje kushtukia umeolewa, kweli nimeolewa na kweli alinioa. Umenielewa sijui? Sikumuita, sikumvuta. Sasa hizi kaondoka anaoneka nini? Kaja mwenyewe na kutokea imetokea kuondoka, kaondoka, riziki yake imeisha. Kuna riziki ndefu na riziki fupi. Zile ndoa zingine nilipata riziki ndefu. Hiki kimekuja kwa riziki kishoti, ndani unaoneka. Ndio kimeshakuja kwa riziki kishoti na kimeondoka. Riziki kishoti. Short riziki shortcut. Ndio yetu ngapi? Hii ya 3. Ndio ishaondoka ya 3. Kwa tutarajia hapa ya 4, ya 5 na 6 na 7 na 8. Hata watu 10 watanioa kama ikitokea mtu anipe amani. Mimi nitaolewa tu. Alisemaje Manara na ndoa 21? Watu wale walisema, "Hey, Manara ndoa 21." Sasa mimi siwezi kuzini. Mimi naacha leo kesho naoa. Tunaona kama si wanaona elekea ndoa 21 na 21 siwezi kuzifikia. Na mambo Mwenyezi Mungu anisaidie kwenye hilo. Yaani natamani zisiwe nyingi sana. Lakini sitamani tu kukaa kwenye ndoa. Hata yeye pia huyu mwanaume alihisi kwamba labda nitahisi tu kuogopa kuachana naye. Kwamba eti kwa sababu nimeolewa, nimetoka kuachika hapo, alafu nikawa na yeye nitaufia. Kwamba eti mimi uniburuze yani. Yaani kwenye ndoa uniburuze kisa kuogopa kuachika. Kuna kuburuza? Nimekupa tu neno hilo. Kwamba yani mimi huwezi kuniburuza kwa kuhofia kuachika. Hata wewe anayekuja atanioa, kama na yeye simuelewi, tachana. Alikuwa anakupa haki zako za msingi kama mke. Nilikuwa napata kila kitu. Ile maelewano hamna. Kwani unaweza kumpa mke kila kitu lakini maelewano yakawa ndani hayapo? Kodi ya meza anatoa fresh tu. Kila kitu kiko sawa. Maelewano tu ndo hatuna. Maelewano gani? Wewe, ndoa ni maelewano. Tuambie wale ambao labda hajaingia kwenye ndoa. Maelewane, muwe na furaha. Sasa kile tuna furaha yake. Mimi siwezi kumwambia yule mtu sababu mimi furaha yangu labda nikae ndani nitulie, niwe na mwenzangu, afike tukae tufulie tu enjoy, si ndio? Mwingine furaha yake atoke na mpenzi wake.
Kwa hiyo flat haiwezi kufanana. Kwa hiyo mimi naweza nikalizungumzia la kwangu, siwa jamani. Mbona mimi naona sawa tu? Umenielewa sijui? Huyu mwanaume anapenda sana kutoka, anapenda kuzunguka huku na huku na huku. Mimi kwangu nikaliona kama mimi naona karaha. Mimi nataka nipate muda kukaa na mwingine, kumbe alikuwa keraha. Alikuwa kijana. Hapana. Katoka Sauzi. Umeona pala yule mkubwa? Mkubwa umri tu, lakini mambo yake labda vijana kijana. Hapana, wala. Ambayo uwezi. Hapana, wala maelewano tu kwa madogo. Yaani sisi maelewano hatuna. Kwa hiyo mkishakaa kila siku kelele, maelewano hamna. Mimi siwezi kelele. Yaani mimi, yaani kama tembo. Kelele zile za papa yaani nachanganyikiwa, yaani zinanichanganya. Mimi napenda tu amani, vicheko, muda wote tucheke, tufurahi. Au wewe uwezaje kuwa chini kama mke? Una hulka hiyo pengine? Inawezekana. Labda inawezekana, lakini mimi na mipango yangu pia. Mimi huwezi kuja kwenye mipango yangu kaivuruga, hilo swala lipo. Yaani utoke ulikotoka uje kuvuruga mipango yangu, wewe haiwezekani. Na unapotaka kuelekea kwenye ndoto zako kuna vitu vingi sana. Yaani mengi, utapitia mengi. Lakini mkikubwa ndoto zako zifiki. Ufikie ndoto. Kwa sababu Mungu amekuacha mpaka leo unaendelea kuishi, ana kusudio lake. Yaani yeye aje kutoa kusudio la Mungu, haiwezekani. Familia inasemaje, familia yako kwa ujumla? Kaka, watoto wako, wadogo zako unasemaje? Kwanza familia yangu kwa ujumla, ukiangalia wadogo zangu, kaka zangu, wazazi wangu, kwanza wananijua. Kama hichi kichwa. Kituli na mume au? Wanakijua kwamba yani kikiamua chake kimeamua. Wanakijua. Hata yule mwanangu wa kwanza, yule mwingine yule ambaye alikuwa Mkristo, familia ilikuwa imtaki. Ngamba mtamtaka tu. Kaishi naye tu mwisho wa siku maisha kaenda hivyo. Kwa hiyo mimi wanajua kabisa huyu akipanga jambo lake amepanga. Wanajua. Kwa hiyo hata yeye mwanaume yule ngamba usijisumbue kuweka kikao kufanya chochote. Mimi nishakwambia nakutaka sikutaki tumeimalizana. Kwa hiyo anayekuja ajipange kama mambo ndo kama haya. Kwa hiyo na watoto wangu inawachanganya kwa sababu walishaona kama yule ndo baba, wakamzoea kwa jina, baba fulani. Alafu baadaye tena ajikuta tena yupo, maswali yanakuwa mengi, yuko wapi? Basi naambia kaenda mbali, kasafiri kaenda mbali, juu mbinguni. Hatujui lini atarudi, lakini mtu hao wadogo wao wengine wakubwa tunawaelezea. Tunaweka wazi, si wakubwa nao. Sasa kama wakubwa mimi kwangu tayari na yeye na mahusiano, kwa hiyo anajua mahusiano yanahusiana na nini. Kwanza alikuwa anajua mahusiano lakini hajui mahusiano yanahusiana na nini. Sasa hizi anajua kabisa kama mahusiano. Nikizungumzia mahusiano najua sasa mahusiano yanahusiana na nini, sababu naye ipo kwenye mahusiano. Si unaelewa? Kwa hiyo mimi sasa namwambia wafikiri mahusiano unayajua wewe alikuwa ndo wa kwanza. Sio wa kwanza. Mengine alikuwaje? Alikuwa sijui nyonzo na ndo nyonzo ile, sasa ndo nyonzo hii. Anaona kumbe naambia ndo vile. Kwa hiyo ndo hivyo naambia ndo hivyo. Basi sawa, maisha yanaendelea. Tutafanyaje? Kuna namna ambayo na wao wanatakiwa wajifunze kutoka kwa mama yao. Wajifunze kuishi. Wajifunze nini? Furaha, watafute furaha. Hata yeye kwa mume wake ipo. Akiona furaha anatoke. Mimi mwenyewe mke wangu anakinipigia simu namwambia, naambia mko vipi? Mna furaha? Mko tuko sawa, hauko sawa mrudishie huyo. Hapa nimepanga nyumba kubwa mrudishie. Mna furaha muishi. Kama unamtia jeuri mwanao hiyo. Hapana. Tutafuta nyumbani, tuna nyumba vyumba vya kutosha. Tunaishi mara moja tu, kipenzi changu, tuishi mara mbili. Yaani wewe dada ule unaye sasa hivi hapo nyumbani anakutesa, anakunyanyasa, anakufanyaje? Usinganganie, toka. Kaangalia maisha mengine. Pengine una riziki kubwa hapo. Hivi unajua Mungu amenitoa kule kwenye kuna riziki nyingine ameniandalia. Labda kuna mtu ambaye tutaendana, tutafanya kazi wote. Unamngangania tu yule, nimetoka. Ndio nampata yule sasa. Unielewa? Ndio huyo ndo Allah alivyo. Unahitaji mtu ambaye mtafanya kazi wote. Tutakuwa pamoja, tutashirikiana. Ataelewa jambo langu, atalielewa jambo langu. Kwamba huyu pambanaji anapambana. Lengo lake hili. Kuna mtu anakuoa atataka ukae ndani. Kwamba nimeoa mke pambo, usifanye yani awe mtu muelewa. Yule alikuwa sio muelewa kwenye kazi zako. Nasimanishi kwamba ndio yule, nazungumzia na nitakayempata baadaye. Sijamaanisha kwamba maana yake tunataka mazuri tofauti na huyu ambaye alipita. Mazuri si kwenye kuelewana. Akija mwingine tukielewana maisha yanaenda. Hivyo hivyo. Mwanaume design gani ambaye mathalan anatazama hii video labda unahisi anaweza kafaa kuwa mumeo baadaye? Aweje? Mume mwenye upendo. Yani ya kwanza mpaka 10 yote ni upendo iwe kwake.
Ukishampenda mtu umhesabii makosa. Ukishampenda mtu utamuelewa, utapenda haso zake, utapenda malengo yake, utasimama naye kwa shida na la. Na mimi pia nimpende. Nisipompenda atateseka. Sasa ndio kunishawishi mimi. Aje na nini? Sienta. No, sienta sipo kule kiote nita kimechanganya kule. Aje na nini sasa? Sienta simegongwa ndugu yangu. Wewe. Kwanza ile siku utanita umeingia maji ilikuwaje pale? Kiote. Kiote kipo wapi kale kitafuta? Kiote nita kimeingia maji. Kesho gari kaenda kugonga. Kwa hiyo hapa ninavyoongea na wewe gari imegonga. Ipo wapi sasa? Polisi. Ipo gereji huko. Uligonga mwenyewe? Inatengenezwa. Kuna mtu nilipa endeshe. Bahati mbaya. Atolipe au utafanya? Bahati mbaya. Bahati mimi mwenyewe mvivu sana kuendesha gari. Kwa hiyo naweza kaongea na vijana wa njoo bwana nisaidie. Anakuja ananisaidia. Kwa hiyo ikatokea tu bahati mbaya. Inatokea ajali, unajua ina kinga. Afu ile gari ilikaa sana ndani. Ya muda imekaa ndani pia hata hivyo pia. Kubadilishe. Kumekucha. Gari ya muda wewe bwana sio mtu kutumia Sienta, tonge tu kweli bwana. Wewe kwa level yako sio mtu kuendesha Sienta muda huu. Hata kupata hiyo pesa nishukuru. Sasa tupande kidogo. Lakini hiyo nini? Si gari. Ndoto yetu tumiliki gari gani labda unaishi labda na gari fulani hivi ndajiona kama vile walau hiki ambacho nakipambania kimenionyesha matunda. Mimi sasa kwa gari yoyote tu naipenda kumiliki gari. Hata ile Sienta nashukuru. Ila ninapenda nyumba, napenda kigorofa. Yaani nijenge gorofa yangu, nyumba yangu. Yaani mtu ambaye anatamani kuja nyumba yangu kabisa njenge. Mtu anatamani kuja kwangu ambaye yani akanishauri, ushauri tu kuhusiana na nyumba. Pate nyumba yangu kigorofa fulani hivi amazing. Na nafikiri naomba Mwenyezi Mungu inshallah tafika huko. Ndio ninachowaza. Lakini magari tunabadilisha. Leo utakuja na gari hii, kesho utatoka nyingine, kesho sasa. La mwisho unataka kuniuliza mimi. Naona mengi umeuliza. Na wewe naye kiboko mengi umeuliza. Ila ni watu kuwakumbusha tu waende kwenye channel yangu wakasubscribe pale. Wakasubscribe pale kudufia pale kidogo. Kudufia. Kiswahili cha kudufia. Kwenye kile kinani pale chekundu pale unadufia dui. Alafu ukienda Instagram yangu kwenye bio. Juu kabisa pale. Utaona pale ipo pale. Ukibonyeza pale inakupeleka moja kwa moja kwenye YouTube. Utaona vipindi, tamthilia zangu naweka huko. Jamani niko speed sasa hivi na shoot kama sina kile nzuri kazi zangu. Kwa ajili ya unajua fanya jambo lako pia ni vizuri zaidi. Fanya jambo lako mwenyewe ni vizuri. Ukipambana kwa ajili ya jambo lako ni vizuri. Sababu sisi tunashoot sengine mpaka usiku. Saa 8 saa 9 tunashoot kazi za watu. Kwa nini usishoot kazi zako? Ndio mtu mwingine unaona duka likiwa lako, unafungua saa 5. Sio jambo mtu akukuuliza, lakini duka la mtu unaweza kuamka saa 11. Wewe bosi anachamba. Fanya kwako, nguvu zako zote unazozinani ziweke kwenye kazi zako, utaona matarajio. Lazima ufanikiwe kwa sababu wewe unapambania cha kwako pia. Kwa hiyo kama nilivyokuwa napambania cha watu na mimi sasa nataka nipambanie vitu vyangu pia. Sio kwamba sifanye vya watu pia. Vitu vikitokea tunasupportiana, tutafanyiana kazi. Lakini kwa sasa 90% tafanya mambo yangu pia. Ili maisha mengine yaendelee. Umri pia unaenda, tutafute riski hizo inshallah. Kwa hapa tulipokuepo pia tulichokipata, japo unaona Sienta yangu ya ajabu baba, lakini nashukuru kupata hiyo Sienta. Kuna mtu hiyo Sienta pia hana. Sio umeelewa? Kuna mtu akiangalia sura yako unaona kama vile mtu ambaye una stress fulani hivi. Tupo hivyo. Mimi huyo. Stress za nini? Yaani kwanza kipi kitakachoniweka stress? Kigeni kipi kwangu mimi? Wewe mpaka umri unafikiri shamba I love you ngapi? Wachika. Wewe unavyoona mpaka umri I love you ngapi sishaingia hapa? Hapa ninapoongea na wewe kuna I love you zinaingia sasa hizi. DM. I love you kama zote. Umenielewa sijui? Kwa hiyo mimi sina stress yoyote, nachagua tu pale kwenye I love you naangalia pale DM. Uko sijaelewa. Na kuja huku Facebook, TikTok, hapana sijaelewa. Umenielewa sijui? Kwa wazi kabisa swala wewe kuachika. Yaani kitaniwazisha nini mimi na ukubwa huu? Yaani kipi kikubwa ambacho sijai kukishuhudia? Mimi nimekutana na mambo mengi sana. Alafu mimi sio mtu wa hivyo. Yaani mimi jambo linanikuta kwangu mimi nachukulia kawaida. Yaani limepangwa na Mungu, kuna sehemu nyingine amenipangia niwepo. Yaani Mungu anakupangia kuna sehemu ufike, lazima kuna sehemu kutoe. Hiyo kubali kataa. Hata Mungu akitaka wewe ufanikiwe, kuna marafiki lazima atakutoa nao. Atakusogeza nao mbali kidogo afu ndo anakuambia wewe acha kwa mafanikio. Umeelewa? Kwa hiyo kubali hilo. Keke birthday mlikata. Keke birthday nimemkatia ndio yule baba. Akati huo ndo nina upendo naye. Na nitakayekuwa naye atakayekuja. Yaani naye ajipange. Mimi ninapoamua kupenda napenda kweli kweli.
Mimi sipendi yani kwa kuonjesha. Napenda hasa moja kwa moja. Napenda. Na sijaacha kupenda. Sio kwamba nimekoma kupenda. Mimi nitapenda tu. Unajuta yale uliyofanyia mazuri kwake? Sijawahi kujuta hata siku moja. Kwa sababu naye alinipa zawadi ya kunioa. Kuna watu wanahangaika hawajawahi kuolewa. Na wanazeeka sasa hivi. Kwa hiyo tukukutana mimi kwenye maisha akasema nakuoa. Kapiga goti kwa baba. Basi nimfanyia zawadi yake. Umenielewa? Siwezi kumfanyia kitu kikubwa mimi wala au nani. Umenielewa? Lakini mtu ile kitendo cha kusema nakuoa, kuna zawadi nyingi kwangu atapata kama ishara ya upendo kwake. Swala la umri uzingatii kwa yote ambaye anataka kuoa. Awe na akili timamu. Miaka yote aje ili awe na akili timamu. Sio miaka 3 10. Na 20 21 hivi. Uko mbele huko kwenda mbele. Vijana hawa. Kwa mfano kama cameraman kijana umri ule pale. Unavua mzembe na ubonge wake. Ukisema masuala ya mwili sasa. Hata atafungua yule. Kati kumbuka kazaliwa nao. Wewe mbona toka mdogo ndio hivyo. Wewe limuli. Kabisa. Ni mkobisi kabisa kiamu. Abudi anza kampasini. Anampasini, anakuwa kama kabisa mtoto wake alimtelekezaga huko wapi? Ifakara. Wakati wewe unaachika chanua na olewa. Neno lako lipi kwake? Sijajua lakini nampongeza. Nampongeza kama kaolewa kweli nampongeza. Wanasema huyo mume mwenyewe mbona kama anapumua hivyo kitandani yupoje huyo? Ile comment nilisoma nilicheka kwa nini lakini wala waja. Waja wakorofi. Yaani ukiweza kusoma comment unachanganyikiwa. Waja ni wakorofi sana. Kwa nini kaka tu mbona yupo vizuri tu kakaangu yule? Afu blaza wangu kabisa yule. Waje. Blaza yani. Kwa blaza yako? Blaza. Tanusa wifi yako. My way. Blaza yule ana shida mzungu. Nguvu anazo lakini. Nitajuaje sasa mimi na ndio walichokuwa watu wanajaji sasa hivi. Sasa umewachungulia kwa upumuaji huyo ataweza shughuli huyo. Yaani kwa maana wale watu wameona kwamba nani huyo nani ana shughuli sana. Watu wanatafsiri kwamba mwanaume yote mnene shughuli zake ndogo pumziana. Watu wanaamini hivyo. Ndio wanajikondesha baba. Tajiua bwana. Ubaki kindevu tu. Kwa hiyo kumbe mwanaume mnene. Watu wanaamini hivyo. Ndio maana zile comment wanamwambia wanasema hivyo. Hoje kuona mahusiano na mwanaume mnene. Shawahi kuwa naye. No comment. Tusikilize. Kwa nalala kama fungo. Amna siwezi kusimulia mambo ya ndani, mambo ya jandoni yale. Mambo ya ndani yanaishia ndani, sitaki kusimulia. Tabu mtingita ile comment pale. Ana wewe moyo kafungwa ataweza shughuli hadi tabu. Tabu ndio unasema hivyo? Hiyo tabu chizi yule. Anaima juju. Kwa hiyo shughuli hana kasema. Wewe unaonaje wewe? Amna bwana. Iko sawa. Kwa sababu wengine wanene lakini wanajituma. Bonge wepesi hao. Mimi nashukuru kwa muda wako bwana.